Watazamaji wa Asof TV popote mlipo, tunawakaribisha kwenye kipindi yetu Odiodi Mtaani. Ni mimi mtangazaji wako dada Lucia kutoka Congo DRC, maeneo ya Uvira. Na kwenye kipindi Odiodi Mtaani siku ya leo, najua mtajiuliza dada Lucia amekwenda wapi? Dada Lucia ametembelea mtaa gani? Mnaona leo nimepanda mlima kabisa, niko juu ya centre ville ya Uvira. Huku hii eneo ni Quartier Mulongwe, lakini watu wanazoea kuiita Quartier Shishi. Quartier Shishi ni watu ndio walizoea kuiita hivyo, na hiyo jina ikabana na watoto wa Uvira, watu ambao wanaipenda Uvira, watu ambao najua mtajiuliza leo dada Lucia ametembea eneo gani, lakini hii ni eneo ambayo iko katika kata ya Mulongwe, na watu ambao wanaijua Uvira, wanaifahamia Uvira, eneo yote inakuwa inaitiwa Quartier Shishi. Ni mazoea ya watu ndio walizoea kuita Quartier Shishi, na tukaona leo tupate nafasi ya kutembelea hii eneo kwa ajili ya kuwaonesha, maana watu ambao wako centre ville ama huko chini ya mlima wanakuwa wakiona kwamba huku hakuna movement yoyote ama activite yoyote. Na kwa wewe ambao uko nje unaipenda Uvira, unaijua Uvira, unajua hii sehemu, na utapata nafasi ya kuiona na kuona activite ambazo zinapitikana katika hii Quartier Shishi. Maana nimegundua kwamba kuko mashule, kuko pia makaburi makuu ya mji wa Uvira iko katika hii eneo ambayo inaitiwa Shishi, na tutapata nafasi ya kuona eneo mbalimbali, makazi ya wakina mama, makazi mbalimbali, maaktivite mbalimbali ambazo ziko katika hii Shishi. Maana ni mbali kidogo, yani niko juu, jinsi mlivyoona nimepanda mlima, ni kwa ajili tu ya kuwaonesha nyinyi ambao mnaipenda Asof TV, nyinyi ambao mnapenda Odiodi Mtaani, mnapenda Congo DRC, maeneo ya Uvira. Basi karibu kwenye kipindi Odiodi Mtaani, na usitoke kando ya TV yako kabla hatujamaliza kipindi mwanzo mwisho, baki nasi. Hii ni Odiodi Mtaani. Watazamaji wa Asof TV, gisi nilivyowaambia, siku ya leo nitawaonesha sehemu mbalimbali katika hii Quartier Shishi, na tayari hapa ambapo nimefika kuna shule ambayo inaitwa Institut Lubimbi. Kwa watu wa Uvira ambao wanaijua Uvira, wanaifahamu Uvira muda mrefu, najua mtakumbuka shule hii, maana ni shule ambayo imesha dumu na inakuwa inasaidia watoto kwa ajili ya elimu huku juu, maana ni juu kidogo gisi nilivyowaambia na centre ville ya Uvira. Gisi mnaona nyie wote, gisi mnavyoona tuko kwenye mlima na tuko juu kabisa, ndo muonekano wa sasa wa hii Institut Lubimbi. Watoto wa Uvira ambao mnafuata Odiodi Mtaani, mnaipenda Asof TV, basi hii ni nafasi ya kugundua hii eneo ambayo inaitwa Shishi, na hii ni shule ambayo iko kwenye hii Quartier Shishi. Basi acha nipate kuwaonesha pia muonekano wa zamani wa hii shule ambayo inaitwa Institut Lubimbi. Jamani, shida hapa niko milimani. Tunaendelea na kazi Odiodi Mtaani. Ninawaonesha pia muonekano wa sasa, yani muonekano wa zamani wa hii shule na muonekano wa sasa. Yani Uvira inaendelea jamani, hata iwe milimani basi kuna mabadiliko. Kwa wote ambao wanaijua Uvira, najua mtaona. Hapa tunafika ndio muonekano wa zamani wa hii shule ambayo inaitwa Institut Lubimbi. Najua kuna watu ambao walisomea mahali hapa zamani, lakini muonekano wa sasa mumeshaiona. Hapa ndio Institut Lubimbi Institut Lubimbi ya zamani. Najua kuna watu walisoma mahali hapa. Watoto wa Uvira ambao mko nje, mupo, muendelee kufuatilia Asof TV na mtaendelea kugundua mahali kokote pale na Asof TV. Tutatembelea mitaa mingi kwenye kipindi Odiodi Mtaani. Acha tuendelee na kazi kwa ajili ya kuwaonesha eneo yengine. Jambo. Baada ya kutoka kwenye shule, hapa niko na shuka deja, natoka kumulima na shuka kidogo kwa ajili ya kuwaonesha maeneo na maendeleo. Unaona hapa nilipo kuna nyumba ya kisasa iko katika hii sehemu, ni nyumba nzuri. Kuna mtu ambaye iko nje aliona acha niendeleshe nyumbani kwetu, maana kuna kauli nasema nyumbani kwanza.
Yani wakina mama asofu ambao mko nje, muige mfano, mkuje tuipendezeshe Uvira yetu isonge mbele. Nani anaweza kujua kama eneo hii inaweza kuwa na nyumba ya kifahari kama hii, lakini gisi mnaona ni nyumba binafsi, sio guest house ama hotel, lakini ni nyumba binafsi ya mtu ambaye aliona aiendeleshe Uvira. Basi tuendelee na kazi, tukutanane na watu ambao wako eneo hii sehemu, basi tupate kujua maendeleo ya hii sehemu ambayo inaitwa Quartier Shishi. Kama kawaida hapa ninakuta kuna dada anapiga hapa mabenye. Hapa niko deja Mohai na ninakuta kuna dada anafanya kazi ya biashara yake hapa. Basi acha nimsalimie. Jambo dada. Mambo, habari ya saa nzuri. Unaweza kujitambulisha kidogo? Ndio. Naitwa Riziki. Riziki, leo tunatembelea hii sehemu yenu kwa ajili ya kuonesha watu ambao hawafanyie hii sehemu activity mbalimbali ambazo zinapitikana mahali hapa, na ndio tunaona na wewe unafanya kazi. Unaweza kutuambia kidogo juu ya evolution ya huko kwetu kushishi? Ndio. Tuko bien kabisa. Shishi yetu haina itilafu. Kama kako kidogo. Tunakalanga wenyewe, wengine wanachuruza mbalimbali. Na siku zinaenda kabisa na tunapata ile kidogo ya watoto tunakula. Na Mungu anasaidia kunakucha tena. Huko watu wewe wanapendaka wafanye maendeleo labda huku, lakini anakuwa na kale kaboga ya kusema labda kule hapa kuko hivi labda kuko yulu kidogo, banakuwa na ile boga, lakini wanaweza kufanya maendeleo. Unaweza kuambia antuka bakaribie tu kupitia maendeleo iko na iko kabisa. Mvuma tunapiga kazi kama kawaida, si zere kabisa, tunapiga mvuma yetu. Hakuna make kwa ile tatizo labda ya bamwizi na kuna quartier nakosa ile tatizo ni kawaida, tushaanza vielewa kidogo lakini mvuma iko sababu karibia tujiungo wote pamoja. Asante sana na hongera kwa kazi yako. Asante dada. Tunaendelea na Oziozi mtaani. Hapa tulikuwa na dada ambaye anafanya kazi ya mabenye. Deja niko Mohai hapo kutoka kwenye mlima, na tunaendelea. Najua mnaona Quartier Shishi inaendelea. Sisi mnaona mkiona kwa mbali kule ni mji wa Uvira, yani imependeza mji wetu wa Uvira. Tunaendelea na Quartier Shishi. Huku mimi najielekeza na shuka, yani tunaanza shuka tunaenda makaburi makuu ya mji wa Uvira. Mtapata pia nafasi ya kupaona, maana iko katika sehemu ya Quartier Shishi. Acha tuendelee kazi Oziozi mtaani. Hapa tunafika kwenye makaburi makuu ya mji ya Uvira, pia nayo iko mu Quartier Shishi. Gisi nilivyowaambia, tupate nafasi basi ya kuitembelea na kujua. Hapa ndipo makaburi makuu ya mji wa Uvira. Pia kuna njia ukiendelea kwa mbali kule tunaenda deja ku katedrale, lakini ngambo ya chini na juu ndio kuko makaburi. Munaona gisi makaburi ya Uvira ilipo, yani hapa ndipo watu wanakuja kuwalaza wapendwa wao. Tunaendelea na kazi Oziozi mtaani. Leo tunatembelea Quartier Shishi na gisi tu niliwaambia, pia makaburi hizi ziko mu Shishi. Oziozi mtaani na dada Lucia tunaendelea kuwaonesha na kuwatambulisha hizi eneo. Tukiendelea kule mbali kidogo tutafika hadi katedrale, lakini inakuwa deja mkartie Songo, na leo tulisema tutaongelea juu ya Shishi, hatutaendelea huko. Watu wa Oziozi mtaani, hapa ambapo ninafika mnaona kuko makaburi ngambo ya chini, na kwa mbali kuna shule ambayo inaitwa Centre Scolaire La Belle. Pia napata nafasi ya kuwaonesha, acha nitembelee pia, na kuna watu ambao wanashota maji. Yote ni maendeleo ya hii Quartier Shishi, ndio maana tunaenda kuwaonesha mahali hapa. Centre Scolaire La Belle pia nayo iko mu Quartier Shishi. Acha nipate nafasi ya kutembelea na kuwaonesha gisi watu wanaendelea na makazi. Benye wako kule chini wanawaza pengine huko hakuna makazi, pengine watu hawapo, lakini watu wapo, mvuma zipo, kazi inaendelea, masomo ziko, shule watoto wanasoma.
kama mnavyoona. Jamani, nimechoka. Basi mtazamaji, nadhani umeshaiona hii sehemu ndio kwenye makaburi makuu ya mji wa Uvira. Hapa niko katikati, ndio njia barabara watu wanapita, njia ya watu wengi ni hapa katikati, juu makaburi, chini makaburi. Na pia nadhani mliona kuna shule ambayo iko pale, manyumba iko karibu na makaburi. Najua swali ambayo mtajiuliza, watu wanaishi aje mahali karibu na makaburi? Lakini acha nitafute mtu mmoja najua ambaye anaishi katika hii sehemu, labda atatutatulia tatizo na hiyo swali yetu ya kujua wanaishi aje katika hii sehemu karibu na makaburi. Jambo kaka. Jambo sana dada. Habari yako? Salama. Unaweza kutuambia unaitwa nani? Kwa majina naitwa Isaya. Kaka Isaya, we ni mkaaji wa hii sehemu hapa kwenye wanaita kama Shishi? Ndiyo. Unaweza kutuambia, hapa tuko barabara na tukiona juu na chini kuna makaburi. Juu ya hali yenye batu wenye wanaishi hapa karibu na makaburi, juu kuko masomo, kuko manyumba, hali inakuwa Kwa sababu kuko wakati mbaya tunapitia si peke huyu aksida, mtu akishakuwa kwa barabara anapata aksida sasa vile masasi kishalia, mfano aligongea na gari. Kawaida sisi wajeni sisi tunakuwa huko tunafanya kazi yao ya kukaa kuchimba watu. Sasa swali yenye niko naulizia sana watu ile kukuwa naishi karibu na makaburi sana kwa watoto, akukue kale kaboga yenye kiko kwa watu wenye wanaishi sehemu, kwa sababu watoto wenyewe huko wameshazoea, wakishapita hata gisi wape njia gisi iko, akishangalia huko makaburi, mtoto kishampitisha siku 5 siku 7 hata ogopa tena, anga zoea kwa kawaida tu. Na hata nipita kifawazi hapa ataona wewe kwa chimba pale, atapita tu hata waogopa. Ndio maana watoto wa huko wana TV waogopa kitu. Wapenzi watazamaji wa Soft TV, najua mlikuwa wengi ambao mlifuatilia kipindi yetu Odi Odi Mtaani, na tulitembelea sehemu ya ambayo inaitwa Shishi. Najua mlikuwa wengi sana mwanzo hadi sasa. Tunaelekea ukingoni kabisa. Safari haikuwa ndogo, safari ilikuwa mrefu. Tuligonga maeneo mbalimbali na Odi Odi Mtaani, na ilikuwa hapa ndipo tunafika mwisho wa kipindi yetu Odi Odi Mtaani. Najua mliona eneo ya Shishi, mliona makaburi makuu ya mji wa Uvira, mliona mashule mbalimbali ambazo ziko hii sehemu, maana tumetoka mbali huko juu. Kuna mlima ambayo mnaiona ndipo tulikuwa, na ni hapa tunakwenda kumalizia kipindi yetu ya Odi Odi Mtaani. Ni wangapi ambao wanaipenda Uvira? Ni wangapi ambao wanaifuatilia Uvira? Ni wangapi ambao wako nje na wanatamani kutembelea Uvira kwenye kipindi yetu Odi Odi Mtaani? Basi muendelee kufuatilia na mtakuwa mnaona sehemu mbalimbali, makazi mbalimbali ambazo zinapatikana katika mji wa Uvira. Basi acha tu niende tena kuwaambia muendelee kufuatilia Soft TV Congo DRC. Ulikuwa nami dada Lucia kwenye kipindi Odi Odi Mtaani. Ninaona mama Jean Asove alikuwa nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Dasheri Toto Dameeva, tunasema asante kwa kuendelea kufuatilia Odi Odi Mtaani Congo DRC.